We Boke, Boke, huo mdori umeutolea wapi? Nakuuliza we Boke, huo mdori umeutolea wapi? Naam, ilikuwa ni sauti ya Auntie Kendra. Huyu ni mama mzazi wa binti wa miaka 8 aliyefahamika kwa jina la Boke. Binti huyo mdogo akiwa na furaha ya kupata ule mdoli, alimtazama mama yake na kisha akasema, mama, mimi nimepewa na dada Rovina. Auntie Kendra alishangaa kwa sababu jina hilo kwake lilikuwa ni geni, lakini pia hakuwa akimfahamu huyo mtu wa kuitwa Rovina. Ilibidi kwanza amkomalie vizuri huyu binti yake ili ajue huo mdori ambao anaonekana kufurahia kapewa na nani, aliyekuwa kama mzazi hatambui huo mdori umetokea wapi. Akamwambia, we Boke, hebu kaa kwanza hapa. Hebu kaa kwanza hapa. Hai, nataka uniambie. Hebu nimkwambia kaa hapa. Haya, niambie vizuri, nani kakupatia huo mdori? Na huyo Rovina ndo nani? Mama, mimi nimekuambia nimepewa mdori na dada Rovina. Huyo Rovina ndo nani? Nataka kujua huyo Rovina ndo nani? Mbona mimi simjui? Na kwanza we umeanza lini tabia kupokea vitu hovyo hovyo kutoka kwa watu usiowajua? Mama, mbona dada Rovina tunaishi naye humu ndani? Ina maana mama we haumjui dada Rovina? We Boke, Boke, usiniletee utani. Mimi sio kama baba yako. Babako anakudekeza sana. Nisikize, nitakucharabanga makofi sasa hivi. Nadhani unanijua vizuri sana. Naomba uniambie nani kakupatia huo mdori? Mama, mimi mdori aliyenipa yupo chumbani kwa kaka Prince, dada Rovina. Naam, hapo Auntie Kendra alizidi kushangaa mara baada ya kusikia hivyo. Ni kweli ndani ya nyumba hiyo alikuwa akiishi na kijana aliyejulikana kwa jina la Prince Dastan. Prince alikuwa ni mtoto wa kaka wa mume wake, yaani kwa kiufupi Prince alikuwa anamuita mama Boke shangazi, huku mume wake Mr. Tapelo alikuwa akimuita mjomba. Kwa miaka mingi Prince alikuwa akiwasumbua sana kutokana na tabia zake za utapeli na wizi. Yaani ilikuwa haipiti mwezi bila kusikia Prince kapelekwa polisi kwa kesi ya utapeli au wizi. Auntie Kendra alishamchoka Prince, na mara nyingi tu alikuwa anatamani sana kumfukuza pale nyumbani kwake, lakini ilishindikana. Ni kwa sababu mumewe hakuwa tayari kabisa kuona anamfukuza mtoto wa marehemu kaka yake nyumbani kwake. Kwa hiyo siku zote mama Boke alikuwa analazimika tu kuvumilia tabia za yule kijana Prince. Wewe mwanangu, unachokisema ni kweli? Chumbani kwa Prince kuna mwanamke, si ndio manake? Ndiyo mama. Afu dada Rovina mbona yupo toka wiki iliyopita, yuko kule chumbani kwa kaka Prince. Aliongea yule mtoto Boke bila kujua ya kwamba kauli hiyo ilikuwa ina mapokeo mabaya sana kwa mama yake mzazi. Hapo ndipo mwanamke huyo bila hata ya kuchelewa alianza kupiga hatua kuelekea chumbani kwa huyo Prince ili akahakikishe kwamba ni kweli kuna mwanamke. Kwenda chumbani kwa Prince ilikuwa ni lazima upite kwanza sebuleni na kisha ndio uingie kwenye korido inayoelekea chumbani kwa Prince. Mama Boke akiwa anapita sebuleni, mume wake ambaye ni Mr. Tapelo aliyekuwa katoka kazini na endo alikuwa anaingia hapo ndani. Mama Boke alipomwona tu mume wake, kwanza alimdaka pale pale mlangoni, akamwambia, afadhali hata umerudi baba Boke. Baba Boke, mimi kila siku nakwambia ukweli, tumuondoe huyu Prince humu ndani, lakini wewe unamtetea kwa kusema ni mtoto wa kaka yako. Hai, twende kaone anachokifanya ndani ya hii nyumba yako. Mke wangu, kwani kuna nini? Mbona unanivuruga? Unawezaje kuniambia mambo ya Prince muda kama huu? Ama wewe unataka mimi niondoke nikalale nje ya nyumba? Sio maana yake. Narudi kutoka kazini, hata sijapumzika, unaanza kuniambia mambo ya Prince. Wewe chuki yako na Prince itakuja kuisha lini? Baba Boke, sina maana hiyo mimi. Una maana gani sasa? Baba Boke, hivi unajua kama huyu Prince anaishi na mwanamke humu ndani bila sisi kujua kitu chochote? Unalijua hilo?
Mama Boke, sasa naona unataka kuvuka mipaka. Mtoto wa kaka yangu anaanzaje kuleta mwanamke humu ndani ya nyumba yangu? Hilo swala haliwezekani. Ama unatafuta sababu ya kumsingizia huyu kijana aweze kutoka humu ndani? Inawezekana vipi Prince alete hawala yake humu ndani kimya kimya, kana kwamba hii ni guest? Kwa maana hiyo ni Prince amegoza hii nyumba yangu ni guest. Mama Boke, hebu kama unamchukia mtoto wa kaka yangu hebu niambie, lakini sio kuanza kuleta hizi fitina zako bwana. Aha. Mimi naleta fitina mume wangu, si manake? Mimi naleta fitina? Huyo mwanamke yuko wapi? Wewe umemwona? Nisikilize baba Boke. Mimi mwenyewe hapa ndio nilikuwa naenda kujionea huko kwa macho yangu, huko chumbani kwa Prince. Maana mtoto wetu Boke ndo kaniambia ya kwamba Prince kule chumbani ana mwanamke. Naam. Hapo Mr. Tapelo pamoja na mke wake walianza kuelekea chumbani kwa Prince. Walifika chumbani kule, walianza kugonga mlango kwa fujo sana. Wakati huo Prince hakuwepo mule ndani. Prince alikuwa ametoka nje mara baada ya kuongea na rafiki zake. Sasa baba Boke na mama Boke walipokuwa wanazidi kugonga ule mlango, walipoona kwamba aliyekuwepo ndani hatoki, hapo ndipo Mr. Tapelo alipoamua kuongea. Akasema, sikiliza we binti huko ndani, sio kamba sijui, najua uko ndani ya hiko, upo ndani ya humo chumbani. Sasa mimi ndo mwenye hii nyumba, na kama Prince amekuambia hajakwambia hilo, sasa mimi ndo nakwambia, mimi ndo baba mwenye hii nyumba. Toka we binti haraka sana, toka kabla sijachukua maamuzi makubwa zaidi. Chenze kabisa. Naam. Kauli hiyo ya baba Boke ilionekana kuwa na nguvu, kwa sababu ndani ya sekunde chache mbele kweli bwana, mlango ulifunguliwa na yule binti alitoka. Mr. Tapelo na mkewe walijikuta wanaganda kwa muda. Walikuwa wanamshangaa binti huyo. Alikuwa ni binti mrefu hivi kiasi, alikuwa mweupe pe mithiri ya Mwarabu. Huyu binti alikuwa na sura nyembamba ya kuvutia, huku macho yake mazuri ya duara yalizidi kunogesha uzuri wake. Alikuwa na nywele ndefu za singa zilizokuwa zimeshuka mpaka chini, usawa wa maumbile yake nyuma. Kwa jicho la haraka haraka, ukimtazama huyu bidada Rovina, ongeza kusema kwamba ni Mwarabu ama ni Mpemba. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa ni binti wa Kirangi kutokea Kondoa. Kwa hofu na aibu, binti huyo alinamisha uso wake chini, kitendo kilichofanya Mr. Tapelo na mke wake wabaki wanamtazama tu huyo binti. Wewe binti, wewe unaitwa nani? Naitwa Rovina. Una muda gani ndani ya hii nyumba yangu? Na wiki moja. Naam. Rovina mara baada ya kujibu, Mr. Tapelo alimtazama mke wake Mama Boke na kisha akasema, Mama Boke, nataka kujua Prince yuko wapi? Mme wangu, hata sijui. Prince katoka hapa na hajaniambia naenda wapi. Hebu mpigie kwanza simu, umwambie aje hapa sasa hivi nyumbani. Aje haraka iwezekanavyo. Huu upumbavu mimi siwezi nikauchekea. Mwambie Prince aje hapa. Naam. Mr. Tapelo mara baada ya kusema hivyo akarudi sebleni, huku mkewe akawa anamfuata kwa nyuma. Kwa hiyo mume wangu ndo umeamua nini sasa? Yaani mume wangu, siniambie kwamba utamwacha huyo binti aendelee kuisha hapa ndani, hali ya kwamba hatumjui huyu binti ametokea wapi, hatujui na mahusiano gani na Prince. Mama Boke, mpigie kwanza simu Prince, mwambie arudi hapa nyumbani haraka sana. Sawa baba Boke, ila chonde baba Boke, usije ukaruhusu huyu binti aendelee kukaa humu ndani. Na kwanza mimi nilitegemea kuona wewe unamfukuza, na shangaa kwa nini unamwacha tu. Mama Boke, fanya kwanza nilichokwambia basi. Mbona unataka tuanze kufokeana? Mpigie kwanza simu Prince aje hapa nyumbani haraka sana. Mbona nao unataka kunichanganya sasa? Naam. Kweli Mama Boke alishika simu akampigia Prince
Prince ambaye hakuchukua dakika nyingi alifika pale nyumbani, lakini Prince alikuwa ni mwenye furaha bila ya kujua ya kwamba tayari aliyekuwa amemkaribisha mule ndani kwa siri ameshajulikana. Mjomba, shikamoo, alisalimia Prince, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuingia ndani kwao. Badala ya kupokea majibu ya salamu aliweza kuyatoa kwa mjomba wake. Aisee, alipokea kibao kikali kilichotoa shavuni mwake, kibao kilichotoka kwenye mkono wa mjomba wake. Pale pale Mr. Tapelo alibadilika. Alikuwa kwenye hasira isiyokuwa na kipimo. Kwanza alimtazama Prince kwa macho makali mno, kitu ambacho haikuwahi kuwa kawaida yake. Pamoja na Prince kuwa ni mkorofi mara kwa mara, hakuna hata siku moja ambayo mjomba wake alionekana kuwa na hasira kama hii siku ya leo. Hii siku mjomba wake alionekana kuwa na hasira sana. Akamwambia, hivi wewe mtoto wewe, hivi wewe kweli ni mtoto wa kaka yangu kweli wewe? Naam, alihoji Mr. Tapelo huku akiwa amekunja ndita kwa hasira kweli kweli. Prince alishangaa. Prince hakuelewa ni kwa nini mjomba wake amemkasirikia namna ile. Hivi we mtoto wewe, unajua maana ya heshima kweli wewe? Nakuuliza wewe mjinga, unajua maana ya heshima kweli wewe? Mjomba samani. Kwani mjomba mimi nimekosea kitu gani? Mpumbavu kabisa, mkubwa wewe, shenzi kabisa. Usivyokuwa na aibu bado unajaribu kujifanya kwamba hujui ulichokifanya. Si ndo maana yake? Sikiliza nikwambie kitu kimoja Prince. Nilikuchukua, nilikulea kwa sababu wewe ni mtoto wa kaka yangu. Nimekuwa nafumbia tabia zako, nafumbia macho tabia zako za hovyo hovyo. Sio kwamba nilikuwa sioni. Hapana. Nilikuwa nafumbia macho kwa sababu wewe ni mwanangu pia. Lakini sasa hivi siwezi kufumbia macho kwa hiki unachokifanya. Huku ulipofikia Prince ni pakubwa sana. Prince, unapata wapi uthubutu wa kuleta mwanamke nyumbani kwangu? Unalala ndani kana kwamba hii nyumba ni guest. Ina maana kwamba hii ndio tabia ambayo ndio imekuwa tabia yako mpya? Nakuuliza wewe Prince, kwa nyumba yangu mimi ndio guest. Unaleta mwanamke, unalala naye ndani kwangu wiki nzima. Nakuuliza wewe, kwa tabia zako za kihuni unaamua kuleta mpaka ndani kwangu. Maana unanivua nguo mimi mjomba wako, si ndio? Naam, msikilizaji, mpaka hapo yule kijana Prince alielewa ya kwamba siri yake ya kuishi na yule binti mule ndani imeshafichuka. Prince alitaka kumwambia mjomba wake ukweli wote kuhusu yule binti ni nani na kwa nini yuko pale ndani, lakini hilo la kujielezea hilo sasa, hiyo fursa hakuipata kabisa. Wewe kijana nisikilize. Tena nisikilize kwa umakini. Tena unisikilize vizuri sana. Wewe si unajifanya kidume? Wewe unajua kwamba wewe sasa hivi umekuwa kiasi kwamba sasa unaamua kuanza kuishi na mwanamke ndani kwangu. Maana wewe kidume. Mimi naacha bajeti hapa nyumbani nikijua kabisa tuko watu kadhaa. Wewe unakuja unaongeza bajeti yako, unaongeza mtu mwingine, yani kwamba wewe ndiye mwanaume kama mimi sasa, si ndio? Sasa nisikilize. Prince, una dakika 30 tu kutokea sasa hivi. Chukua huyo mwanamke wako. Nataka uondoke hapa nyumbani kwangu. Sitaki kukuona tena kuanzia hapa Prince. Sitaki. Nimekwambia hivi, chukua huyo mwanamke wako, chukua kila kilichotaka. Toka. Sitaki kabisa kukuona. Chenze kabisa huyo mtoto. Naam. Hapo Prince alichanganyikiwa, pamoja na mjomba wake kuwa ni mkali kwake, lakini hakuwahi kuwaza kama ipo siku mjomba wake anaweza kumfukuza pale kwake, na hasa ukizingatia Prince alikuwa bado ni kijana mdogo anayejitafuta kimaisha. Mjomba, nakuomba unisamehe mjomba.
Mjomba, mimi naomba nikueleze kila kitu mjomba wangu. Mjomba, mimi umenielewa tu vibaya. Mjomba, mimi hapa mjomba, wala mimi sio malaya. Wala mimi sijageuza nyumbani kwako kama guest mjomba. Huyu binti huyu mjomba, hata mimi simfahamu vizuri. Tumekutana tu katika matatizo ya pamoja na sikuwa na jinsi nyingine zaidi ya kumleta tu hapa nyumbani mjomba. Hivi wewe unaelewa unachokiongea wewe? Unasema kwamba humfahamu vizuri. Una wiki naye moja. Unalala naye chumba kimoja. Unasema humfahamu vizuri. Hivi wewe unadhani unaongea na mtoto mwenzako hapa? Ni manake kwamba mimi mtoto mwenzio? Nakuuliza please. Unaniona mimi mtoto mwenzako? Mjomba, mimi sina maana hiyo. Lakini mjomba, naomba unipe nafasi mjomba. Mimi mjomba, wallahi tena nakuahidi nitakueleza kila kitu mjomba. Lakini kama ukinifukuza mjomba, mimi nitaenda wapi? Mjomba, mimi hapa Dar es Salaam sina ndugu. Mjomba, mimi sina kazi. Nitaishije mjomba kama ukinifukuza mjomba? Sasa kama ulikuwa unalijua hilo, huna ndugu, huna kazi, kwa nini ufanye umalaya badala kufanya kazi? Yaani wewe unachukua mwanamke unamlea. Unajua gharama ya kumlea mwanamke? Kwa maisha haya ya Dar, unajua gharama za kumlea mwanamke? Kama unajijua we kazi huna hapa Dar, kama hapa Dar ndugu huna, kwa nini uweke mwanamke? Kwa maana hiyo wewe unajiona umekuwa wewe kidume, wewe mwanaume. Sasa nisikilize. Chukua huyu mwanamke wako, nenda kaanzishe naye familia yako. Sikutaki tena nyumbani kwangu. Narudia tena, sikutaki nyumbani kwangu. Nilikupatia nusu saa. Katika nusu saa zimebaki dakika 25 tu. Utaondoka nakwambia. Narudia tena, utaondoka. Naam. Alihitimisha hivyo Mr. Tapelo, na huku akionekana kuwa hana mzaa hata kidogo kwenye kila alichokisema. Kwa kuwa Prince alikuwa anamuelewa vizuri mjomba wake, ya kwamba akishakuwa na hasira huwa ni ngumu sana kukubali kusikiliza jambo lingine. Prince aliamua kwenda chumbani kwake, ambapo alimkuta yule binti Rovina akiwa ameketi tu kitandani. Rovina, sasa ndo umefanya nini sasa? Rovina, ndo umefanya nini sasa? Mbona unakuwa na tabia za kipuuzi hivyo? Rovina, mimi nilikwambia usitoke ndani wewe. Nilikwambia kaa humu chumbani, usitoke nje. Nilikwambia watakujua tu. Sasa ona sasa ulichonisababishia, mjinga mmoja wewe. Rovina, umenichoma mwenzako. Naam, msikilizaji, jambo la kushangaza, yule binti ambaye wa kuitwa Rovina alibadilika. Hakuwa tena Rovina yule aliyekuwa na uoga na hofu. Kwanza alimtazama Prince kwa hasira, na kisha naye kwa jazba akasema, wewe. Hey, tena ukome Prince. Leo ndo iwe mwanzo na mwisho kunita mimi mjinga. Yaani matatizo usababishe wewe mwenyewe, lawama uniletee mimi, wewe mpumbavu nini? Wewe unajielewa kweli wewe? Kwani mimi ndo nilikutuma uniibie dhahabu zangu? Nakuuliza. Yaani badala ya kunishukuru mpaka sasa sijaenda kukushtaki polisi, niko na wewe ili unirudishie dhahabu zangu, sasa hivi unaboboja ujinga gani? Usinitibue Prince, usinitibue. Yaani kama kuvurugwa, hata mwenyewe nimevurugwa kenge mmoja wewe. Wewe mweo nini? Lakini hata kama bwana Rovina, wewe umezingua. Na kama umezingua lazima nikwambie ukweli Rovina. Hata chumbani kwangu mimi mjomba na shangazi huwa hawaingii. Na kama ukitaka kuingia lazima wapige hodi, na inakuwa ni nadra sana. Sasa wamejuaje kama wewe unaishi huko ndani chumbani? Wamejuaje? Bwana nisikilize, hebu nitolee ujinga wako. Na kwanza ulisema nitakaa hapa kwa siku 4 tu, ambapo tayari utakuwa umeshazipata dhahabu zangu ulizoniibia. Lakini ona mpaka leo hii ni siku ya 7. Nipo hapa na huna dalili zozote za kunipatia dhahabu zangu. Hivi unadhani kwamba mimi ni mjinga kiasi hiko? Sasa ngoje niende polisi, alafu tuone hiyo jeuri yako inatokea wapi. Polisi tena? Asa wewe unadhani kwamba ukienda kwa polisi ndio utazipata kirahisi hizo dhahabu? Dhahabu zako mimi nitakurudishia na kila mtu atakuwa na maisha yake, lakini kwanza kwa sasa inabidi tutafute pa kwenda. Hivi Prince,
Hivyo unapima hiko unachokiongea hata kidogo? Uende na mimi wapi? Mimi nilikwambia nakufuata wewe huko. Si nilikuwa niko busy na safari zangu? Mimi mwenyewe nimekuja da kuuza dhahabu zangu ili nianzishe maisha yangu hapa Dar es Salaam. Wewe ukajifanya kwamba ndo mjanja sana wa kuniibia ndani ya basi. Alafu sasa hivi unaniambia kwamba tutafute pa kwenda. Uende na mimi wapi? Ninachokitaji hapa ni dhahabu zangu tu. Prince, nadhani umenielewa. Naam. Kabla Prince hajasema chochote, sauti ya anti yake alikuwa anafoka kwa nje ilisikika ikisema, "Nyi wajinga. Nyi wapumbavu. Huku sio Uswahilini Sihitaji kusikia kelele zenu, haraka sana muondoke nyumbani kwangu kabla hata sijawaitia polisi." Rovina, unaona sasa mpaka shangazi naye anaanza kubwatuka mambo ya polisi. Rovina, lazima uelewe mimi hapa nyumbani nimefukuzwa kwa sababu yako. Kwa hiyo mimi inanihusu nini wewe kufukuzwa? Wizi wako ndio umekufanya ufukuzwe na sio mimi. Nataka dhahabu zangu. Okay, sawa, sikiliza. Mimi nitakupa hizo dhahabu. Hebu jiandae basi tuondoke. Uende na mimi wapi? Hebu nisikize, sirudi tena mimi bwana. Nimekwambia hapa tumeshafukuzwa. Na namjua vizuri mjomba wangu. Akishamua jambo huwa harudi nyuma. Sasa kama wewe utabaki hapa, baki wewe mwenyewe. Sawa, mimi naondoka. Naam, msikilizaji, aliongea maneno hayo Prince na huku akianza kutia nguo zake kwenye begi lake dogo. Baada ya kutia nguo, alianza kutoka mule ndani. Rovina, kwa kuwa alikuwa anataka dhahabu zake na isitoshe aliyeziiba ni Prince, hakuwa na budi zaidi tu ya kumfuata tu kwa nyuma. Prince, haya tunaenda wapi sasa? Aliuliza Rovina, na hii ilikuwa ni mara baada ya kutoka pale Madale nyumbani kwa Mr. Tapelo. Mimi sijui wapi tunapoelekea. Hujui? Yaani hujui una maana gani kusema hujui? Ina maana kwamba tutazunguka tu barabarani kama vile wakimbizi? Hebu nisikilize Rovina. Rovina, usinichanganye. Sawa? Hebu niache basi bwana. Umeshaharibu maisha yangu. Kwa hiyo niache kama nilivyo. Pale mimi kwa mjomba nilikuwa nalala bure na kula bure. Sasa sielewi hata hatima yangu inakuaje. Na sina kazi. Nakuomba uniache Rovina. Hebu nisikilize Prince. Usijifanye kama ndo una hasira sana. Hapa mimi hapa nilipo nina hasira vile vile. Na kama ningekuwa nimeuza dhahabu zangu sasa hivi, ningeshakuwa zangu nipo kwenye nyumba nzuri nimetulia, lakini naona mpaka sasa hivi niko barabarani kama umaomba. Na yote ni kwa sababu ya wewe, mwizi mkubwa wewe. Yaani unaniita mimi mwizi, yani kana kwamba wewe ni mtu mwema, maana yake. Hivi unadhani mimi sijui? Sio? Najua kama zile dhahabu sio za kwako. Na nina uhakika hata pia umeziba. Na kama hujaiba, hebu niambie umezitolea wapi na umetoka wapi? Na kwa nini uje kuziuza da? Ina maana huko ulikokuwa huko kulikuwa hakuna vituo vya kununulia dhahabu. Wewe vipi bwana? Naam, msikilizaji, kauli hiyo ya Prince kidogo ilionekana kama kumpa wasiwasi hivi huyu bidada wa kuitwa Rovina, lakini hata hivyo hakutaka Prince alitambue hilo. Rovina alijichekesha tu kwa dharau na kisha akasema, "Nisikilize. Maisha yangu hayakuhusu. Dhahabu ziwe zangu au ziwe za wizi, we hilo halikuhusu. Ninachokitaka mimi hapa, urudishe dhahabu zangu basi." Naam, kwa kuwa Prince alikuwa na mawazo sana ya kuwa ataishi vipi na hakutaka kuongea tena na Rovina, walipanda daladala ya kuja Tegeta Nyuki nyumbani kwa kina Joe. Joe huyu ni rafiki mkubwa sana wa Prince. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa, walikuwa wamefika Tegeta Nyuki. Joe alikuwa anaishi kwenye nyumba yao ya familia. Kwa hiyo ndani, ukiachana na wazazi wake, kulikuwa kuna ndugu wengine wengi tu. Prince na Rovina walipoingia mule ndani, kila mtu alikuwa anawatazama kwa mshangao mkubwa mno. Mshangao mkubwa ulikuwa ni kwa Rovina kwa sababu Prince tayari alikuwa anamjua, lakini Rovina huyo ndo ilikuwa mara yake ya kwanza kumuona hapo. Hata Joe mwenyewe alipomwona Rovina macho yalimtoka. Uzuri wa Rovina kila mtu ulimfanya mshangae, huku akilini mwao wakiona maswali tu ya kwamba yule mwanamke ni nani na kwa nini aongozane na Prince, kijana ambaye haonekani kuwa na future yoyote ya uhakika kwenye maisha yake. Yaani sometimes unaweza kuwa unaongozana na mtu lakini watu wanakuchora kabisa, huyo mtu ulionaye mbona yani hana future yote kwenye maisha yake. Sasa unakuwa naye vipi? Lakini hawa ndugu wengine waliweza kuwakaribisha pale kwenye sofa kubwa la watu watatu lililokuwa liko pale sebuleni. Kwa kuwa walikuwa wako ugenini, Rovina hakutaka kuonesha kama vile ana ugomvi mkubwa sana na Prince. Prince ndiye chanzo cha matatizo yote yanayoendelea baina yao.
waliweza pale kusalimia familia ya Joy, na kisha Joy akamchukua Dastan ambaye ni Prince, wakaenda kuzungumza chumbani kwake, huku akimwacha Rovina alikuwa tu pale akiandaliwa chakula cha mchana na dada zake Joy. Sasa Joy akamwambia Prince, oya mwanangu, we kiboko mwanangu, yule Mwarabu umemtolea wapi kaka? Aliongea Joy huku akionekana kuwa na shauku ya kutaka kujua yule binti ni nani. Mwanangu, acha tu ndugu yangu, ni story ndefu sana, yaani kwa majanga nilionayo sijui hata nianzie wapi mzee wangu kukisimulia. Kaka, wewe anzia popote kaka, anzia popote mwanangu, yaani ili mradi tu ueleweke mwanangu. Wewe ile pisi mzee wangu, sio ile demo alivyokuwa mkali mwanangu. Mwanangu, acha tu, awe pisi awe mzima, lakini nisikilize ndugu yangu. So nakumbuka kwamba wiki 2 zilizopita nilikwambia kwamba anaenda Singida kutafuta kazi. Nakumbuka mwanangu, uliniambia unaenda Singida. Si ile ya kwenye kiwanda cha simenti ama? Ya bro, hiyo. Sasa kazi yenyewe mwanangu ilikuwa ni kimeo ndugu yangu. Nimefika pale, kumbe tayari meneja mwajiri ameshaandaa watu wake wa kuwapa kazi. Kiufupi nikawa nimechoma tu nauli yangu ya kwenda kule. Sasa baada ya kukosa kazi, unajua sikuwa na cha kufanya zaidi tu kugeuza tu kurudi Dar. Ile siku ambayo narudi Dar, wakati basi letu lilikuwa limesimama stendi ya Morogoro pale Msafu kupakia abiria wengine wanaokuja Dar es Salaam. Demu ile naye alikuwa ni miongoni mwa abiria waliopanda kwenye basi letu. Kizuri ama kibaya, alikuja kukaa kwenye siti ya pembeni yangu. Mimi nilikuwa nimeshavurugwa na kukosa kazi. Kwa akili yangu ilikuwa iko mbali sana kimawazo. Tuko safarini sasa tunakuja Dar, ndio nilikuja kugundua kama ndani ya mkoba wake yule demu alikuwa na vipande 3 vya dhahabu. Ni dhahabu kubwa hivi. Ukipima uzito kila kipande kinaweza kufikia hata gramu 500. Sasa akili yote mimi hapo iliama mwanangu. Lengo langu ilikuwa ni kuziiba tu na sio vinginevyo. Na kweli nilifanikiwa kuziiba na nilipanga kuweza kuja kuziuza kwenye maduka ya Sonara, maana nilihofia kupeleka kwenye kituo cha kununulia dhahabu, pengine inaweza kuwa na alama ya mmiliki, mwisho wa siku mzee mimi nikakamatwa. Sasa shida ikaja, nikiwa nataka kwenda kuziuza nikakamatwa mwanangu na Doni Hiju mwanangu. Almanusura Doni Hiju aniue kisa tu zile pesa tulizokuwa tumemtapeli mdogo wake kipindi kile anataka kwenda China kununua mzigo wa simu za kuuza. Kilichonisaidia mwanangu ndo hizo dhahabu. Kwa yule Doni Hiju yule alishia tu kuchukua zile dhahabu, na huko akidai ya kwamba kama hazitofikia fidia ya pesa tulizomtapeli mdogo wake bado ataendelea kuniandama. Sikuamini ndugu yangu kama nimepona mwanangu. Nilipotoka tu kwa Doni, nikarudi town kuangalia michongo mingine, uwezi kuamini mwanangu, nikakutana tena yule demu mwanangu. Na mbaya zaidi aliponiona tu alinitia kelele za, yani sijui nikwambiaje mwanangu. Yani alinitia kelele za mwisho kabisa. Unaona hapa mwanangu, mkononi hapa nimechubuka kwa kupigwa na watu mwanangu. Ilikuwa bado kidogo tu mzee wangu ni uawe, na pia ndo nikapona kwa sababu eneo nililokuwa lilikuwa lina watu ambao mimi nawafahamu. Yani tofauti na hapo kaka, nilikuwa nimeshakufa ndugu yangu. Mimi niliomba msamaha na kisha yule demu akasema kwamba anataka adhabu zake. Kwa mpaka sasa hivi unaponiona hapa nipo naye yule demu, namzungusha tu, ni kwamba anataka adhabu zake. Adhabu ambazo mimi sijui hata nazitolea wapi kaka. Yaani hapa nipo namzungusha tu. Sijui hata nini cha kufanya kaka. Na mbaya zaidi, na nyumbani pia mimi nimefukuzwa ndugu yangu. Oya, nyumbani wamekufukuza kivipi sasa kaka? Kaka wewe acha tu. Hapa nimekuja unisaidie jambo. Inabidi huyu demu akae hapa kwenu mwanangu kwa siku kadhaa, wakati mimi natafuta namna kuweza kumkwepa, maana nahisi hata yeye pia atakuwa kaiba tu zile dhahabu. Ndugu yangu, kuiba hapana mzee. Simuona mtoto wa Kiarabu kabisa yule. Dhahabu zitakuwa ni za kwake tu. Unajua watoto wa visima vya mafuta, kitu kama dhahabu kwao ni kitu kidogo sana kaka. Kwa hilo ndugu yangu Joe mimi nakataa. Ni kweli anaonekana kama vile Mwarabu ama Mpemba, lakini kwa namna jinsi anavyoongea, yani kama vile Kichiriku mwanangu. Wapi, sio Mwarabu huyu kaka. Kaka huyu demu ana mdomo sopo, anaongea mwanangu, alafu kama vile ni Mwarabu, basi ni Mwarabu wa Morogoro huko. Kwa sababu mimi nimemkutia Morogoro. Morogoro alienda kufuata nini? Sawa, mimi nimekuelewa kaka. Sasa itakuwaje? Maana kwa kumwacha tu akae hapa hata kwa siku moja itakuwa ni uongo kaka. Yaani nisikudanganye, hilo mwanangu aliwezekani. Wewe mwenyewe umeona tulivyojaa mwanangu. Na istoshe ndugu zangu pia unawajua, wazazi wangu unawajua, ni watu wanongwa. Kwa hiyo huyu demu mwanangu kulala hapa mwanangu itakuwa ngumu bro.
Naam, Joe alipokataa, Prince alichoka hoi. Alitegemea huenda akapata msaada kwa rafiki yake huyu, lakini mambo yamekuwa tofauti na vile alivyotarajia. Sasa Joe, unajua najiuliza sasa hapa nafanyaje ndugu yangu? Na huyu dem ndo ameniganda nini kama vile mzigo ndugu yangu. Nisikilize kaka. Kwa nini usimkimbie tu? Ukajificha mahali kwa siku kadhaa. Mimi na uhakika huyu hawezi kuvumilia. Atarudi tu kwako. Kaka, yani unadhani mimi sikulifikiria hilo la kumkimbia? Hofu yangu ni kwamba kama dhahabu hazikuwa za kwake, akitoa maelekezo kuhusu mimi, huoni kama mimi nitakuwa niko matatizoni na mmiliki wa hizo dhahabu? Na vipi kama vipi kama tajiri ambaye anamiliki hizo dhahabu ni mkubwa hapa mjini? Maanake kwamba mimi nitakuwa na maisha kujificha ficha tu kama panya mpaka lini ndugu yangu? Maanake mimi nitatafutwa na polisi kila kona. Alafu kitu kingine, Joe, sijui hata ni nini kipo mwilini mwangu, lakini najihisi tu yani kama vile nikimkimbia huyu binti nitakuwa nimemuumiza sana. Na ndio maana bado niko naye mpaka sasa hivi ndugu yangu. Sikiliza ndugu yangu Prince. Hizo unazoleta wewe sasa, hizo ni pigo za kihisia mwanangu. Yule demu ni mkali. Najua sio rahisi kutokuvutiwa naye, lakini kama unataka kupona kaka, hili jambo wewe unatakiwa kumkimbia udada. Maana hizo dhahabu wewe huwezi kuzilipa ndugu yangu. Mkimbie tu, hakuna namna. Namkimbia sasa, namkimbiaje ndugu yangu? Prince kweli mwanangu umefurugwa na ujanja wote wa mjini mwanangu ulionao. Unauliza swali kama hilo kweli mwanangu, eti unamkimbiaje yule demu? Kaka acha tu. Mimi mwenyewe hapa sina pa kulala sasa hivi. Sasa naachaje kuchanganyikiwa ndugu yangu? Hebu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Sawa? Mdanganye yule demu ya kwamba dhahabu zipo Kawe. Zipo Kawe kule kwa kina Shabani. Nenda naye mitaa ya kule, ukifika unaangalia tu namna kuweza kumtoroka na kisha kazi inakuwa imeisha hiyo ndugu yangu. Okay, poa mwanangu, ngoja nifanye hivyo ndugu yangu. Naam, msikilizaji, kwa kuwa Prince alikuwa anataka kumalizana na balaa la Rovina, kweli aliweza kumchukua Rovina akaenda naye mpaka Kawe. Walipofika alimwambia waingie kwenye mgahawa mmoja hivi kwa ajili ya kumsubiri mtu ambaye ataleta dhahabu. Na kweli waliingia, wakachukua meza moja ambayo ilikuwa imejitenga na meza nyingine. Prince akiwa anapanga namna ya kumtoroka Rovina, ghafla alifika mwanaume mmoja ambaye alikuwa ni mtu mzima. Mwanaume alikuwa amevalia suti nyeusi, huko mkononi mwake alikuwa ameshika briefcase nyeusi. Wote wawili walimtazama kwa uso wenye maswali mengi mno, kwani hakuna aliyekuwa anamjua mtu huyo miongoni mwao. Habari zenu vijana. Mtu huyo aliwasalimia Prince pamoja na Rovina. Rovina na Prince wote walitikia salamu hiyo. Jamaa yule akaendelea kusema, bila shaka wewe ndo Prince Dastan, si ndio? Aliongea mtu huyo huku akiwa kamtolea macho kijana Prince. Prince ilibidi aitikie, ndo mimi, ni mimi. Wewe ni nani? Mbona unaonekana kama vile kunijua? Yule mwanaume aliketi kwenye kiti cha pembeni yao na kisha akasema, nisikilize kijana. Naitwa wakili Dabaru. Ni mwanasheria kutoka familia marehemu Mr. Muye ya huko Nairobi, Kenya. Niko hapa Tanzania kwa sababu yako Prince. Kwa sababu yangu? Kwa sababu yangu kivipi? Mbona sikuelewi kaka? Yule wakili alivuta pumzi kidogo na kisha akaanza kuongea. Kijana, marehemu baba yako mzee Kisije, kabla ya kutangulia mbele za haki, alikuwa na urafiki mkubwa sana na Mr. Muye. Kwa miaka mingi baba yako alifanya kazi kama dereva binafsi wa Mr. Muye mpaka pale Mr. Muye alipokumbwa na kashfa ya uhujumu uchumi wa Kenya kwa kukwepa kulipa kodi. Na huo ndo ulikuwa mwisho wa baba yako kufanya kazi na kwa Mr. Muye, kwa sababu Mr. Muye alitiwa kizuizini. Naam, yule wakili aliweka kituo, na ndipo hapo kijana Prince alionekana kama anafikiria sana kile alichokisema yule wakili. Kwa haraka alionekana ni kweli anamfahamu baba yake Prince, kwa sababu maelezo yote aliyokuwa anayatoa yalikuwa na ukweli kabisa.
Lakini hata hivyo, kwa kuwa Prince alikuwa ni mtoto wa mjini, bado hakutaka kumwamini kirahisi wakili yule. Ilibidi amuulize tena. Akamwambia, sawa wakili, nimekusikia, lakini bado sijakuelewa, lengo lako ni nini hasa? Mr. Muye kafariki dunia. Tokea fariki ni miezi 7 imepita sasa. Kesho kutwa kutakuwa kuna kikao cha familia kwa ajili ya mirathi. Jina lako Prince ni miongoni mwa majina ya watu wanaotakiwa kuweza kuhudhuria hiko kikao. Nisikilize bwana wakili. Mimi unaponiona hapa mimi ni mtoto wa mjini, so Bushi, unanielewa? Sina undugu wote na hiyo familia. Sasa jina langu linafanya nini kwenye hiyo mirathi? Nisikilize kijana Prince, haya sio matakwa yangu, ni matakwa ya marehemu bosi wangu Mr. Muye. Mimi niko hapa kukamilisha tu kila alichokitaka nikitekeleze. Naam, Prince hakutaka kabisa kumwamini yule wakili. Imani yake ilimtuma huenda huyu wakili alikuwa ni miongoni mwa matapeli wa mjini kama alivyo yeye mwenyewe. Prince alimtazama tena yule wakili na kisha akamwambia, sikiliza bwana mzee. Sikiliza, mimi simjui huyo Mr. Muye, kwa hiyo wewe nenda tu huko Kenya, waambie mimi sio mtoto wao na sina undugu nao. Okay, sawa. Hamna shida, ila mimi nilitaka kutimiza tu wajibu wangu. Ili hali umeshakataa mwenyewe, hamna shida. Ila nafasi bado unayo, kikao ni kesho kutwa, na kama ukijisikia kuja, anwani ni hii hapo, unaweza ukaja. Naam. Yule wakili aliweka kikadi cha anwani juu ya meza na kisha huyo akaondoka zake. Wakati huo yule mrembo Rovina alikuwa anamtazama tu Prince kwa umakini, ni kama vile alikuwa anajaribu kumsoma akili yake, ana mawazo gani juu ya lile swala. Rovina akamuuliza, kwa nini umekataa kumsikiliza yule wakili? Aliuliza Rovina huku akiwa kachukua ile anwani. Tapeli tu yule wa mjini. Wewe ujiulize, iweje jina langu liwe kwenye kikao cha mirathi hali ya kuwa mimi sina undugu wote ule na wao? Hebu sikiliza wewe Prince. Kwani kama ukienda kusikiliza tu utapungukiwa kitu gani? Huenda kuna urithi wa babako ambao unatakiwa kuweza kuchukua wewe. Hebu nisikilize mwanamke. Wewe mbona unatamaa sana na hela? Huwezi kumwamini mtu kirahisi tu, hasa kama ni jambo linalohusu pesa. Yaani unamwaminije mtu kirahisi hivyo? Nisikilize Prince. Twende tukasikilize hiko kikao. Kama kuna mgao wako ukishapewa utanilipa fidia ya dhahabu zangu. Kwa hiyo kumbe wewe umeingia tamaa kwa sababu tu unataka pesa, sina maana yake. Kwani wewe pesa uzitaki? Nani asiyotaka pesa kwenye dunia? Sasa kama ni hivyo, kwa nini umekataa kwenda kwenye hiko kikao cha mirathi? Hapo Prince alifikiria sana, akaona wazo la Rovina sio baya, na hasa ukizingatia ni kweli baba yake alikuwa akifanya kazi kama dereva wa Mr. Muye kwa miaka mingi tu. Hebu nipatie kwanza hiyo anwani. Kweli Rovina alimpatia kile kikadi cha anwani Prince, na kisha Prince akaanza kukiangalia. Kenya. Kwa hiyo inabidi mimi niende Kenya. Nilijua kama ni utapeli huu, na ndio maana nimekataa kumsikiliza. Kwa upande wa Rovina, kwake ilikuwa ni tofauti. Rovina iliamini kabisa ya kuwa huenda yule wakili kasema ukweli, hivyo aliendelea kumsisitiza Prince akubali kwenda kwenye hiko kikao, ili ikiwa atapata urithi wake basi aweze kumpatia yeye pesa kama fidia ya adhabu zake. Okay, sawa. Tuseme basi nimekubali kwenda huko Kenya. Haya, niambie, naendaje bila pesa sasa? Sina hata senti, sina passport ya huko Kenya. Mimi naingiaje sasa? Hilo swala niachie mimi. Nikuachie wewe? Una maana gani? Nisije kuelewa. Nipatie simu yako sasa hivi. Wewe nipatie simu, acha maswali mengi basi. Okay, sawa, shika hiyo. Rovina alichukua simu na kisha akapiga kwa mtu ambaye alionekana kufahamiana naye. Aunti Zara. Shikamoo. Marahaba binti yangu, uko wapi wewe? Ujua wazazi wako wana haki kukutafuta. Aunti, mimi niko salama. Nitakueleza kila kitu taratibu, lakini kwa sasa nina shida, nataka unisaidie.
Shida gani hiyo? Anti, mimi nataka kwenda Nairobi ila sina pasipoti wala visa na ni safari ya haraka sana, maana ni ya dharura. We mtoto wewe unafanya mambo gani kwani? Huko Nairobi unafuata nini? Anti, ni dharura tu, nitakuelekeza nikishafika. Kwa sasa naomba tu nisaidie kama inawezekana. Haya, uko wapi kwa sasa? Nipo Dar. Huko Nairobi unataka kwenda lini? Hata leo kama inawezekana anti. Sawa, ile itabidi uende kwa basi. Kwa maana kwamba mimi sina pesa, siwezi kukupeleka kwa ndege. Anti, wala tosijali, cha muhimu tu mimi kufika tu huko Nairobi. Okay. Sawa, sasa hebu subiri kidogo, nitakupigia simu kukupa maelekezo ya wapi uende. Sawa anti, ila nina ombi lingine. Jamani, Rovina, ombi gani tena hilo? Anti, sipo peke yangu, niko na mwenzangu. Unasemaje? Ina maana mpo wawili? Rovina, ujue wewe mimi sina hela kwa sasa. Anti, naomba unisaidie. Okay, sawa, subiri. Nitakupa maelekezo yangu. Sawa anti. Hapo simu ilikatwa, na baada ya kukata tu simu, Prince alimtazama Rovina na kisha akamwambia, kwa Nairobi naenda mimi mwenyewe, siendi na mtu. Una matatizo gani wewe? Wewe sio mzima kabisa Ina maana kwamba hujisikia hapa wakati nambembeleza anti yangu? Hivi kwa akili yako nafikiri kama ningesema ni wewe peke yako ndo unaenda, unadhani anti angekubali? Hebu acha kuwa fala, tulia basi, subiri maelekezo tuingie Nairobi. Kwani wewe binti wewe ni nani? Swali gani hilo la kuniuliza? Nataka kujua tu asili yako na familia yako. Kwani wewe kwenu ni wapi? Ukinilipa adhabu zangu ndo utanijua mimi ni nani. Kwa sasa siwezi kukuambia kitu chochote kuhusu familia yangu. Naam, wawili hawa waliendelea kupiga stori za hapa na pale, huku Prince akiwa tayari kashaachana na ule mpango wa kumkimbia Rovina. Kweli mwendo wa dakika 15 mbele, Aunti Zara aliwapigia tena simu na kisha alimweleza Rovina ya kwamba waende Shekilango ambapo watapata basi litakalowapeleka mpaka huko Nairobi, Kenya. Kuhusu pasipoti na visa, wakifika mpakani tayari taarifa zao zitakuwa zimeshafika, hivyo watavuka boda bila shida yoyote. Ingawa Prince hakuwa na imani na huo mpango, bado alijikuta akikubali kwenda Kenya pamoja na mwanadada Rovina. Kwa kuwa walitoka Tanzania saa 10 za jioni, waliweza kuingia Nairobi nchini Kenya siku iliyofuata majira ya saa 1 za asubuhi. Pilika za watu ndani kituo cha mabasi zilikuwa ni nyingi mno. Kutokana na uchovu wa safari, Rovina alikuwa kachoka sana. Kizuri kwao ni kwamba anti yake na Rovina alikuwa kawapa pesa za matumizi njiani, hivyo walikuwa na akiba ya kutosha tu. Kwa kuwa walikuwa wamefika siku moja kabla, waliamua kutumia siku hiyo kwa kulala hoteli pale pale maeneo ya kituoni. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Prince na Rovina walichukua taksi mpaka kwenye nyumba ambayo ilikuwa imetajwa kupitia ile anwani waliokuwa wameachiwa na yule wakili. Walipofika nje ya jumba hilo, wote walionekana kushangaa. Jumba hilo lilikuwa ni kubwa la kifahari vibaya mno. Lilikuwa lina ua mpana uliopambwa kwa bustani za maua na miti ya kupendeza. Kulikuwa kuna swimming pool 2 kubwa, moja ikiwa mbele ya jumba hilo huku nyingine ikiwa iko kwa nyuma. Karibuni sana. Nilitegemea tu kwamba lazima utakuja. Naam, ilikuwa ni sauti ya yule wakili, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuwaona. Waliweza kukaribishwa ndani ambapo walikutana na kundi kubwa la watu waliokuwa wamekaa sebuleni, huku kila mmoja akionekana kuwa na mawazo yake kichwani. Baada ya Rovina na Prince kuketi, yule wakili alianza kuongea. Kwa kuwa Prince Dastan tayari ameshafika, naona tusiendelee kupoteza muda. Tunaweza kuanza mchakato wa kusoma wasia wa marehemu Mr. Muye. Naam, sauti ya wakili Dabaru ilisikika kwa mamlaka. Alifungua pale mkoba wake wa ngozi, akatoa bahasha kubwa iliyotiwa muhuri wa nta. Macho ya kila mtu pale sebleni yalikuwa yakimtazama yeye kana kwamba alikuwa ameshikilia labda funguo za pepo. Prince kwanza alimeza mate. Alijua ujanja wa mjini, lakini hapa alikuwa anacheza ligi ya kimataifa. Wakili Dabaru alianza kusoma kwa sauti ya utulivu, akitaja mali mbalimbali: mashamba ya chai kule Kericho, majumba ya kifahari Nairobi, na hisa kwenye mabenki makubwa. Familia ya Mr. Muye iliongozwa na kijana mtanashati na mwenye kiburi, alikuwa anaitwa Omondi. Walikuwa wakitingisha tu vichwa kwa kuridhika, lakini hali ilibadilika ghafla pale wakili alipofikia ukurasa wa mwisho.
akiwa anasema ya kwamba kuhusu uwekezaji wa Mr. Muye nchini Tanzania. Hapo wakili aliweka kidogo kituo na kisha akamtazama Prince. Kisha wakili akaendelea kusema, vituo 4 vya mafuta ya petrol station vilivyopo Dar es Salaam pamoja na Arusha pamoja na jumba kubwa la kifahari lililopo Mbezi Beach. Mali hizi zote zilizopo Tanzania zitakwenda kwa Prince Dastan Kisije. Hii ni shukrani kwa uaminifu uliopitiliza kwa baba yake mzee Kisije kwa familia hii. Hapo sebure ililipuka kwa mshangao. Prince alihisi kama vile amepigwa na radi mchana kweupe. Sheli 4 na mjengo wa maana huko Mbezi. Yeye Prince ambaye ni tapeli wa kuitwa Prince ambaye ni juzi tu alikuwa akifukuzwa kwa mjomba wake. Huyu Prince leo hii kwenye mirathi anasikia mali zilizopo Tanzania za Mr. Muye kapatiwa yeye kama sehemu ya heshima kwa vile aliishi vizuri Mr. Muye na baba yake ambaye ni mzee Kisije. Sasa wakili akawa anaendelea kusema, lakini kwenye mirathi hii kuna sharti moja. Prince Dastan atakabidhiwa mali hizi ikiwa tu tayari ameshaingia kwenye ndoa na akiwa na mke wa halali, basi atakabidhiwa hizi mali. Wakili aliposema hivyo, sauti ya Omondi ikapasua pale anga ya sebule. Akanasema, haiwezekani. Haiwezekani. Omondi alisimama ghafla, uso wake ukiwa umekunjamana kwa hasira ya wazi wazi. Huu ni upuuzi wa kiwango cha lami. Babangu hawezi kutoa utajiri wake wote huo kwa mtu baki tu anayejiita Prince. Eti kisa tu babake na Prince alikuwa ni dereva wetu wa familia. Huo sio utakuwa umetengenezwa. Babangu mimi namjua, hawezi kufanya upumbavu kama huo. Omondi aliwaka kweli kweli. Wakili Dabaru alimtazama Omondi kwa jicho la ukali na kisha akamwambia, sikiliza kijana, na kuheshimu, lakini heshimu taaluma yangu pia. Huu ni wosia uliandikwa mbele yangu na mashahidi wawili wa kimataifa. Haya ni matakwa ya marehemu baba yako kumlipa mzee Kisije deni la fadhila ambalo wewe hulijui. Hata kama mimi sitoruhusu hilo litokee, mali za babangu siwezi nikakubali akabidhiwe tu mtu baki. Omondi alifoka akimtupia Prince jicho la dharau, jicho ambalo lingeweza kuua, basi hakika Prince angekufa. Nisikilizeni. Tanzania ni nchi ya babangu na mali zake zitabaki kwetu. Huyu Prince wenu huyu arudi kule kule alikotoka, hakuna atakachoweza kukichukua kutoka kwa babangu. Hapo mama Omondi, mwanamke aliyekuwa amevaa dhahabu kila mahali, alisimama pia, kifua kilimvuta kwa hasira. Mama huyu akasema, Dabaru, wakili Dabaru, hili jambo alikubaliki. Huwezi kumlinganisha mwanangu na mtoto wa mfanyakazi. Huu ni udhalilishaji kwa jina la Muye. Ni udhalilishaji. Huyo Prince baba yake kwetu alikuwa ni dereva tu wa familia. Inakuwaje leo hii mtoto wake apewe urithi wa kiwango hiko? Naam, wakati hali inazidi kuwa tete na Prince akiwa anawaza nini cha kusema, Rovina aliamua kuingilia kati. Alisimama polepole kwa madaha ya hali ya juu, huku akirekebisha mtandio wake wa hariri uliokuwa umezunguka mabegani mwake. Rovina akasema, wakili. Sauti ya Rovina ilikuwa ni tamu lakini yenye mamlaka, ikizima makelele ya Omondi. Wakili, mimi nadhani muda wa malumbano yasiyokuwa na tija umeisha, na kama kuna nyaraka za kusaini zinazohitajika sahihi ya mume wangu pamoja na mimi mke wake, tunaomba mtupatie, tuweke sign tupate kuondoka. Hatuna muda kusikiliza wivu wa watu ambao hawakuwepo wakati fadhila hizi zinajengwa. Maneno ya Rovina yalimfanya Prince ahisi kama vile ubongo wake umesimama kufanya kazi. Kwamba Rovina kamuita yeye mume wake. Prince alimtazama Rovina kwa macho yaliyotoka nje. Alitaka kusema, wewe binti, wewe unaongea nini wewe mimi sio mke wangu. Lakini Prince akili yake ghafla ikamwambia, kaa kimya. Huu ni mchongo wa maisha.
Ukishamkataa hapa Rovina, it means kwamba wewe huna mke na hizi mali hutoweza kuzipata. Maanake mirathi inasema Prince atakabeziwa mali hizi endapo tu akiwa ameshaoa. Na hii Prince hajaoa. Lakini mchongo aliocheza hapa Rovina, Prince ilibidi awe mpole. Mama Omondi aligeuka na kisha akamtazama Rovina kwa dharau. Akaambia, wewe mwanamke wewe ni nani unayezungumza kwa niaba ya huyu maskini? Unadhani kuvaa kama mwanamke wa kishua ndio unajua heshima ya familia yetu? Rovina hapo kupepesa macho, alisogea hatua mbili mbele, akamtazama mama Omondi usoni bila hata uoga wa aina yoyote. Rovina akasema, Kwa hiyo we mama, unataka kujua mimi ni nani, sivyo? Okay. Ipo hivi. Mimi ndo mke halali wa Prince Dastan. Hivyo basi heshima ya familia hii haipo kwenye pesa zenu. Ipo kwenye neno la marehemu Mr. Muye. Wakili, naomba tupatie hizo karatasi tutie saini bwana. Wakili Dabaru alionekana kuvutiwa na ujasiri wa huyu mwanamke wa kuitwa Rovina. Wakili kwanza alikohoa kidogo. Nyaraka ziko ofisini kwangu, na kama mtafuata sharti nililolisema, mnaweza kutia saini hata leo. Yaani kama mna cheti cha ndoa, kama mna barua ya mahakama inayothibitisha nyinyi ni wanandoa, basi mali hizi zinahamia kwenu mara moja. Hapo Prince alihisi jasho jembamba linamtoka. Hakuwa na ndoa wala barua. Sasa iweje Rovina aseme vile tena kwa kujiamini kabisa? Hapo sasa Prince ilibidi amtazame Rovina kwa uso wenye maswali mengi mno, lakini Rovina wala hata kutetereka. Ndio kwanza aliacha tabasamu, lile tabasamu ambalo mtu anajua kabisa ya kwamba tayari kashinda kila anachokigombania. Rovina akasema, okay, sawa wakili, nyaraka zote zipo hotelini kwetu. Hatukuwa na haja ya kuja nazo hapo kwa sababu hatukuwa tunajua kama zitahitajika. Tutazileta ofisini kwako baadaye mchana huu. Naam, Rovina alizungumza kwa kujiamini kiasi kwamba hata Prince mwenyewe alibaki tu amedua. Rovina aligeuka akamtazama Prince kwa macho ya mahaba ya uongo yaliyopambwa na ujanja mwingi mno. Rovina akamsogelea Prince na kisha akamwambia, mme wangu, tuondoke hapa. Mazingira haya hayana heshima kwetu. Prince alinyanyuka kama vile roboti, unaweza kusema AI. Alishindwa hata kuagana na wakili. Walitembea nje ya lile jumba, huku nyuma yao wakisikia sauti za Omondi na mama yake wakifoka kwa hasira. Walipoingia kwenye taxi waliokuwa wameikodi na mlango kufungwa, Prince aligeuka akamtazama Rovina kana kwamba anatazama kiumbe kutoka sayari nyingine kabisa, na kisha akamuuliza, wewe Rovina, hivi Rovina, una akili zako kweli timamu zimekamilika kabisa? Prince aliongea kwa sauti ya chini, macho yakimtoka. Umefanya kitu gani Rovina sasa? Haya, ule uongo wewe umeutoa wapi wewe mwanamke? Kwa nini unadanganya uongo Pro Max? Mimi mume wako kuanzia lini? Naam, hapo Prince alikuwa anategemea majibu ya ajabu kutoka kwa Rovina. Lakini cha ajabu ni kwamba Rovina alitabasamu tu. Kisha akatoa kioo kidogo kwenye mkoba wake, akaanza pale kupaka lip gloss, yani kana kwamba hakuna kitu ambacho kimetokea. Hebu nisikilize Rovina. Nakuuliza wewe. Afu nakuuliza wewe unajiremba remba. Sio maana yake sasa maana yake nini? Prince, kwa nini unakuwa hivyo lakini? Prince, kwa nini usichokielewa pale ni kitu gani? Hebu acha nijipambe bwana. Utajiri ndio huo unakuja. Sawa Acha utajiri unikute mimi nikiwa nang'aa kwa raha zangu. Hivyo mwanamke wewe ni mzima kweli? Kama mimi sio mzima, basi wewe ndio umeshakufa kabisa. Alafu kwanza nisikilize nikwambie kitu kimoja Prince. Usinisumbue kwa sasa. Unachotakiwa ni kufikiria namna ya kupata hiko cheti cha ndoa na barua ya mahakama. Ukipewa mali zako na chukua cha kwangu, alafu kila mtu anapiga mishe zake. Nadhani tunaelewana. Kumbe ndo akili yako ilipo, sina maana yake. Sasa nimekuelewa kwa nini ulipata ujasiri wa kusema uongo pale ndani. Kwa hiyo kwa akili yako umeamini yale maneno ya yule wakili, si ndio? Yaani mtu sina hata undugu nao. Leo hii mimi nipewe sheli 4 za mafuta, nipewe jumba. Hivyo wewe unaona kawaida hiyo inakuingia kilini? Haya, hapo thamani yake ni zaidi ya bilioni 1. Sasa nani anaweza akatoa pesa kama hizo kwa mtu baki?
Mi babangu alikuwa tu ni dereva kwenye ile familia. Kondo alipe fadhila kwa utajiri huo. Wewe akili yako wewe Rovina inakukaa sawa? Zile ni janja tu pale wanatuchota akili. Hebu acha upumbavu wako wewe. Nisikilize Prince. Yaani nilikuwa najua wewe ni mjanja. Ila naona kabisa nimekosea. Prince, hii ni fursa. Fursa imejileta. Tena unatakiwa nishukuru mimi. Bila kukulazimisha wewe uje huku muda huu, ungekuwa hujui hata unalala wapi usiku wa leo. Mimi nimekulazimisha uje huku Kenya. Ona sasa urithi ulivyo. Umepatiwa utajiri ambao hata ukuuwaza hata siku moja kama utakuja kuupata. Bwana usinichanganye. Tafuta cheti cha ndoa, tafuta makaratasi mahakamani ionekane mimi ni mke wako, ukachukua ule utajiri. Mimi nichukue cha kwangu, ule vyako, kila mmoja malizane na mishi zake. Wewe vipi bwana? Au nadhani ile kukushobokea pale ukazani mimi nakupenda? Sina hata chembe ya upendo kwako. Nimesema tu vile mbele za watu pale ili mradi wewe upate ule utajiri. Na mimi unegeecha kwangu tumalizane. Hizo ndo mishi za mjini. Unaona kwaje falafala unakuwa boya wewe? Naam. Hapo Prince alibaki anamtazama tu Rovina asipate hata cha kumwambia. Kwa muonekano wake wa kuvutia na maneno yake vilikuwa ni vitu vili tofauti. Rovina alionekana ni mwanamke mrembo, lakini pa mdomo alikuwa nao. Wewe vipi, mbona unishangaa? Mbona unishangaa hivyo? Mimi nimekuwa bango la matangazo ama? Aliuliza Rovina mara baada ya kumwona Prince anamtazama sana. Yaani kiukweli nawaza huu ujinga wako. Leo mimi nimekuwa mjinga sio? Hivi ushaikuwa na shukrani hata kidogo mwanaume? Kwenye maisha yako ushaikuwa na shukrani? Na hata hivyo, tapeli na mwizi ambaye ni kama wewe, shukrani unaitolea wapi? Nani tapeli? Wewe hapo tapeli. Wewe tuheshimiane wewe mwanamke. Kama unaitaka hiyo heshima, usingeiba dhahabu zangu. Alafu kwanza sina muda wa kulambana na wewe. Tayari nimeshakutengenezea maisha. Fanya mpango upate iko cheti. Naam. Hapo Prince aliona kuendelea kubishana na mrembo huyu Rovina ni kama vile tukupoteza muda na kumnufaisha tu dereva taxi aliyekuwa akisikia mazungumzo yao mwanzo mwisho. Walipofika kwenye hoteli yao ndogo waliokuwa wamelala jana, Prince alikuwa akitembea mbele taratibu huku akiwa anazungusha macho yake kila kona. Yaani ni kama mtu alikuwa hajisikii salama kabisa. Hapo waliingia chumbani na Prince alijitupa kitandani kwa nguvu, mikono yake ikiwa iko kichwani. Mawazo yalikuwa yakimzonga kwa kasi mno. Alikuwa akijaribu kuunganisha mambo kichwani mwake: urithi, sharti la ndoa, familia ya Muye na sasa hili swala la nyaraka. Hakujua wapi pa kuanzia, hakujua wapi pa kuishia. Lakini kwa upande wa binti yule kuitwa Rovina alikuwa amesimama tu kwa utulivu karibu na dirisha. Alikuwa anamwangalia Prince kwa macho yaliokuwa na kitu cha ziada, yaani macho ya mchanganyiko wa dharau kidogo na kwa kujiamini kupita kiasi. Hebu nipatie simu yako hiyo, alisema kwa sauti ya kawaida kabisa, kana kwamba anaomba kitu kisichokuwa kina uzito wowote. Prince alimtazama huyu binti Rovina kwa sekunde chache bila kusema neno, na kisha bila ya kubisha, kijana Prince alitoa simu yake kwa kumpatia Rovina. Kulikuwa kuna kitu ndani yake kilichokuwa kinamwambia huyu mwanamke sio kumbeza, hata kama hakuwa kielewana naye na hata kama hakuwa anaelewa kwa nini, lakini akawa anaona kabisa huyu mwanamke ana kitu. Kweli Rovina alipokea ile simu, akaiangalia kwa haraka na kisha bila maelezo zaidi aligeuka na kisha akatoka nje ya chumba. Mlango ulipofungwa chumbani akawa amebaki Prince peke yake, na ndipo hapo mawazo yalianza kumvaa kwa nguvu mno. Cheti cha ndoa, barua ya mahakamani, ndani ya muda huu navipata wapi? Alijisemea kimoyomoyo huku akiinuka pale kitandani. Alianza kutembea huku na huko ndani ya hiki chumba. Dakika zilionekana kama vile masaa. Alijaribu kufikiria njia yake mwenyewe ya kupata nyaraka hizo, labda kwa kufoji, labda kwa kutafuta mtu wa chini kwa nchini Nairobi, lakini kila wazo lilikuwa lina mashimo. Hii haikuwa daa tena. Hapa kila kitu kilionekana kuwa na macho mengi zaidi. Dakika 10 baadaye mlango ulifunguliwa. Rovina aliingia kama mtu ambaye hakufanya kitu chochote cha ajabu. Alirudisha simu mezani na kisha akaketi kwenye kochi kwa utulivu. Hebu maliza basi hayo mawazo yako unayowaza, alisema kwa sauti ya kujiamini mno. Kila kitu kipo njiani. Ghafla Prince aligeuka,
Alimkodolea macho Rovina, akamwambia unamaanisha nini kusema hivyo? Rovina alimwangalia moja kwa moja machoni Prince bila hata ya kutikisa kope. Akamwambia sikiliza, cheti cha ndoa na barua ya mahakama vimeshatengenezwa, vipo njiani kwa ndege. Kufika saa 10 jioni vitakuwa viko hapa Nairobi. Rovina aliposema hivyo, kima kizito kilitanda ndani ya chumba. Prince alibaki amesimama kama sanamu. Maneno yake yalimkwamia kooni. Alijikuta anamwangalia Rovina kana kwamba anamuona kwa mara ya kwanza kabisa. Ndani ya kichwa chake sauti ilianza kuzunguka kwamba huyu dem sio kawaida huyo. Huyu Rovina ni nani? Mbona kwake mambo yanaonekana ni rahisi sana? Hapo Prince alikumbuka jinsi alivyomkuta kwenye basi. Alionekana kama binti wa kishua tu, mtu kula maisha laini, lakini sasa hii ilikuwa ni zaidi ya ujanja wa kawaida. Sasa Prince akawa anawaza, huyu demu asije akawa ni jambazi huyu. Prince alijiuliza kwa wasiwasi, lakini wazo jingine lilimkatiza haraka mno kwamba ngoja tuone, nikizipata hizi mali hizi namrudishia dhahabu zake, alafu nataka huyu binti aondoke kabisa kwenye maisha yangu moja kwa moja, sitaki kabisa kumwona. Alijaribu kujituliza, lakini moyo wake haukuwa na amani. Kwa mara ya kwanza Prince alihisi kama yeye ndiye anayechezewa huu mchezo. Alipoinua macho yake tena, alimwona Rovina tayari amesimama na kuelekea mlangoni. Hey, unaenda wapi tena? Prince aliuliza, sauti yake ikiwa ina mchanganyiko wa mashaka na udadisi. Rovina hakusimama, aligeuza kichwa tu kidogo, tabasamu jepesi likapita usoni mwake na kisha akamwambia naelekea kwenye swimming pool kule chini. Prince alikunja uso kidogo, akimfuatilia kwa macho, akamwambia vipi? Umepata danga uko sio manake ndio maana unaenda kuogelea nalo, si ndio? Maneno ya Prince yalimfanya Rovina kwanza asimame, akageuka na kisha akamkabili. Tabasamu lake lilipanuka kidogo, lakini macho yake yalibaki kuwa ni makali. Niyo nimepata danga, niyo sijapata danga, wewe hilo halikuhusu, fanya mambo yako. Naam, kulikuwa kuna ukimya mfupi uliobeba mvutano mzito, na kisha aliongeza kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito. Sikiliza, wewe jitahidi tu ucheze nafasi yako vizuri. Sawa, wewe mume wangu bandia. Wewe saizi ni mume wangu, lakini ni fake. Rovina alifungua mlango na kisha alitoka, akimwacha Prince ndani ya hiki chumba akiwa bado tu amesimama, akili yake ikiwa imejaa maswali kuliko majibu. Prince alikaa polepole kitandani, macho yake yakielekea mlangoni. Alijikuta kimeza mate bila hata kujitambua. Kwa mara ya kwanza tangu aanze maisha ya utapeli, alihisi kama vile amechelewa sana kugundua kitu cha umuhimu mno. Huu haukuwa tena mchezo, bali ilikuwa ni dunia ya Rovina. Yaani kwa kifupi, Prince alijikuta ameingia kwenye 18 za Rovina. Jioni ilipoanza kuingia taratibu, mwanga wa jua ukipungua na kuacha anga la Nairobi likiwa lina rangi ya machungwa iliyochanganyikana na giza linalonyemelea. Prince alikuwa amelala chale kitandani, mikono yake ilikuwa iko juu, lakini macho yake Prince yalikuwa yapo kwenye simu akicheza game kwa mazoea tu, kwa maana akili yake haikuwa hapo kabisa. Kila baada ya sekunde chache alikuwa akijikuta anarudia yale yale kichwani, maneno ya Rovina. Ujasiri wa Rovina na ile hali ya kujiamini kwa Rovina ambayo haikuwa ni ya kawaida. Yale matukio yakawa yanajirudia sana kichwani mwa Prince, na ndipo ghafla ujumbe uliingia kwenye simu yake. Prince alikunja uso kidogo, akaacha game alikuwa analicheza na kisha akafungua ule ujumbe. Macho yalianza kusoma taratibu ule ujumbe, lakini kadiri anavyozidi kusoma ule ujumbe ndivyo uso wake ulivyoanza kubadilika. Mzigo wako umefika salama, tafadhali fika kuuchukua. Ujumbe huo ndio ulikuwa umeandikwa hivyo. Kwanza alikaa wima ghafla pale kitandani, akajisemea kimoyoni kwamba tayari. Prince alijisemea kwa mshangao. Hakumaliza hata sekunde 3, mlango ulifunguliwa. Rovina aliingia ndani ya chumba akiwa ametulia kama kawaida yake, kana kwamba kila kitu kiko chini ya udhibiti wake. Alimkuta Prince bado amekaa kitandani, simu mkononi, uso wake ukiwa umejaa mshangao. Unashangaa nini? Rovina aliuliza huku akimkazia macho Prince. Alimuonyeshea simu. Tayari zimefika. Rovina alitabasamu ghafla, furaha ya wazi ikapita usoni mwake. Okay, vizuri.
Twende sasa tukazichukue na kisha tuelekee kwa hiyo wakili Dabaru tusaini. Prince hakusimama mara moja, alibaki tu amekaa pale pale, macho yake yakimwangalia Rovina kwa umakini mkubwa mno. "Wewe dada, hebu subiri kwanza," alisema kwa utaratibu kabisa. Rovina alisimama, alikunja mikono kifuani akimpa nafasi aongee. "Hivi we sister, unawezaje kuyafanya haya mambo ndani ya muda mchache tu? Yaani inakuaje hii? We ni nani?" "Mimi ni Rovina." "Sijauliza jina lako ni nani, nataka kukujua kiundani zaidi." Naam, hapo palikuwa pana ukimya mfupi kidogo. Rovina alisogea karibu kidogo, macho yake yakimchoma moja kwa moja. Akamwambia, "Nisikilize, nilishakwambia kunijua mimi kiundani haitokusaidia kitu chochote." Alisimama kwa sekunde moja na kisha akaongea kwa tabasamu jepesi lenye maana. "Au labda Prince, unataka kunioa kiukweli kweli?" Prince alivuta pumzi ndefu, alinua macho juu kama mtu aliyekuwa amechoshwa, akasema, "Sikiliza Rovina, hebu basi acha huu utani unaonifanyia. Wewe ndo unaleta utani Prince. Hebu tuende basi." Hapo hakumpa nafasi ya kujibu tena, aligeuka na kuelekea mlangoni. Prince alibaki tu kwa sekunde chache akimwangalia Rovina na kisha alisimama. Moyoni alijua hata kama akisema abishe, mwisho wa siku atafuata tu. Walitoka hotelini na kuelekea kwenye ofisi ndogo ya kusafirishia mizigo iliyokuwa iko pembezoni mwa mji. Ilikuwa ni sehemu isiyokuwa na kelele nyingi, lakini yenye watu wanaoingia na kutoka kwa haraka. Harufu ya karatasi, gundi na vumbi la boksi ilijaa hewani. Rovina alienda moja kwa moja kaunta, akazungumza na mhudumu kwa sauti ya chini, na baada ya dakika chache waliletewa pale bahasha kubwa ya kahawia. Aliipokea kwa utulivu, akaitazama kwa sekunde chache na kisha akamkabidhi Prince. "Fungua," alisema hivyo, na Prince kweli alifungua taratibu, mikono yake ikiwa na mchanganyiko wa hamu na wasiwasi. Ndani kulikuwa kuna nyaraka, yaani cheti cha ndoa, barua ya mahakama yenye muhuri na saini. Kila kitu kilionekana halisi kupita kiasi. Mpaka mwenye kwanza Prince alimeza mate. Rovina hakusema kitu, alikuwa akimwangalia tu, yaani kana kwamba anafurahia mshangao wake. Baada ya hapo walienda moja kwa moja hadi ofisini kwa wakili Dabaru. Walipofika, wakili huyo aliwapokea tena kwa heshima kubwa mno. Karibuni sana," alisema wakili huku akiwaonyesha viti. Rovina alimpa zile nyaraka bila hata ya hofu yoyote. Wakili Dabaru alianza kuzipitia moja baada ya nyingine, tena kwa umakini mkubwa mno. Alikuwa akigeuza kurasa, akichunguza mihuri, akapitia pale saini. Prince alikuwa tu amekaa pembeni. Prince moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi mno, jasho jepesi lilianza kumtoka, lakini alijitahidi kuonekana ni mtulivu. Dakika zilipita kama saa hivi, na hatimaye wakili aliziweka zile nyaraka mezani, akainua macho yake na kutabasamu kidogo. Kiukweli kila kitu kiko sawa," alisema hivyo wakili. Prince alihisi kama vile mzigo mkubwa umeondoka mabegani mwake. Wakili alifungua faili, akawapa sehemu ya kusaini. Bila ya kusita, Rovina alichukua kalamu akasaini kwa ujasiri, na Prince alimfuata. Ingawa ndani yake Prince bado kulikuwa kuna chembechembe za hofu. Baada ya kumaliza kutia saini, wakili aliwapatia faili hilo na kisha akatoa ufunguo mdogo wa kifahari, akawaambia, "Huu ni ufunguo wa jumba la Mbezi Beach," alisema wakili huku akiwakabidhi ile funguo. Prince alipokea kwa mikono miwili, macho yake yalikuwa yaking'aa. Mimi naomba niwatakie maisha mema," wakili aliendelea kwa kusema, "na kama kutakuwa kuna changamoto yoyote mimi nipo. Na kuhusu akaunti za benki na uendeshaji wa zile sheli 4 za mafuta, tayari meneja na wasubiri Dar es Salaam. Mkifika kila kitu mtakabidhiwa huko." Rovina alitikisa kichwa kwa utulivu na kisha akasema asante. Walitoka nje ya ofisi hiyo.
upepo wa jioni ukiwapiga usoni, na kwa sekunde chache walitembea kimya kimya, na kisha Rovina akasema kwa sauti ya kawaida kabisa, nisikilize Prince, turudi Dar leo leo. Leo? Rovina hakugeuka hata kumwangalia, akasema tu ndio. Kadiri tunavyozidi kuchelewa ndivyo tunavyozidi kuweka mambo hatarini. Huwezi jua familia ya Mr. Muye wanapanga kufanya kitu gani. Prince hapo alitabasamu kidogo, na safari hii kwa kukubaliana na Rovina akasema basi twende. Kama walivyokuja kwa njia zisizo rasmi, njia za panya zisizokuwa na maswali mengi, ndivyo walivyoondoka Nairobi. Usiku uliwaangukia njiani, lakini hawakusimama. Safari kurudi Dar es Salaam haikuwa ya kawaida, lakini kwa mara ya kwanza Prince hakujali sana hatari ya safari. Alikuwa akishika kitu cha umuhimu zaidi, ufunguo wa maisha mapya, na pembeni yake kulikuwa kuna mwanamke ambaye bado hakumwelewa hata kidogo. Walifika Dar es Salaam majira ya mchana, jua likiwa ni kali, lakini upepo wa bahari ukiupa mji utulivu wa kipekee mno. Bila kupoteza muda, walichukua gari moja kwa moja kuelekea Mbezi Beach, kila mmoja akiweko kimya ndani ya gari akitafakari maisha mapya yaliyokuwa yanawangoja. Gari lilipogeuza kuelekea kwenye barabara kuelekea ufukweni, ndipo jumba lao lilipoanza kuonekana kwa mbali. Prince alikaza macho. Jumba lenyewe si ndo hili? Aliuliza kwa sauti ya chini, ni kama mtu asiyeamini kile anachokiona. Walipokaribia zaidi, ukubwa halisi wa jumba ulidhihirika sasa. Lilikuwa ni jengo la kifahari lililosimama kwa majivuno pembezoni kabisa mwa bahari. Mawimbi yalikuwa yakigonga ufukwe taratibu, yakitoa sauti ya kuvutia iliyochanganyikana na upepo mwanana kabisa. Kwa sekunde kadhaa hakuna aliyeshuka. Prince na Rovina walibaki wamekodwa tu macho, wakilitazama jumba hilo kama watu waliokutana na ndoto ya mchana. Prince aliguna pole pole. Hii sio kawaida ise. Rovina alitabasamu kwa furaha isiyofichika. Haya ndo maisha sasa, alisema kwa sauti ya ushindi. Walishuka kwenye gari. Mlango mkubwa wa jumba ulifunguliwa kabla hata hawajafika karibu. Ndani yake walionekana wafanyakazi kadhaa wakiwa wamepangwa kwa mstari, wote wakiwa wamevalia sare nadhifu, wakionekana kama watu waliopokea maelekezo maalum. Wafanyakazi hawa, mmoja wao alisema, karibuni sana. Prince alibaki anatazama tu huku na kule, akihisi ni kama vile anaingia kwenye filamu. Waliingia ndani ya jumba. Kulikuwa kuna kila kitu cha kisasa, samani za gharama, sakafu iliyong'aa kama kioo. Rovina alizunguka huku na huku akigusa vitu, akicheka kwa furaha kama mtoto aliyepata zawadi kubwa. Unaona sasa, alisema huku akimgeukia Prince. Ulitaka kukataa fursa nzuri ukidhani kwamba ni utapeli eh? Prince hakujibu kitu mara moja. Alikuwa bado anachunguza kila kona ya jumba. Ona sasa, Rovina aliendelea kwa kusema, baada ya kufukuzwa na mjomba wako, unaishi mahali pazuri zaidi kuliko kwake. Prince alicheka kwa furaha na kisha akasogea karibu na Rovina. Aise, upo sahihi Rovina. Nashukuru sana kwa hilo aise. Naam, Prince alisema kwa sauti iliyokuwa na mchanganyiko wa mzaha na ukweli. Na kiukweli lazima nilipe fadhila zangu kwako, alizungumza Prince huku akimwangalia bidada wa kuitwa Rovina. Macho yake yalibadilika kidogo. Kwa kuwa sasa mimi ni tajiri, nitakupa milioni 20 kama malipo ya dhahabu zako za kujitolea kwako kunisaidia nipate kilicho halali kwangu. Aliyesema hayo Prince, na kimya kilitanda kwa sekunde chache, na kisha Rovina alicheka sana, lakini hakikuwa kile kicheko cha furaha. Hivi unaelewa ulichokisema au umeropoka tu? Eti Prince, aliuliza, macho yake yakimchoma Prince moja kwa moja, na Prince alikunja uso kidogo kwa kusema, naelewa vizuri tu nilichokizungumza. Umenisaidia sawa, na ndio maana nakupa hiyo hela milioni 20, sio ndogo.
itakutosha ili kila mtu aendelee na maisha yake. Naona unaota Prince. Yaani mimi nimejitoa kupambania wewe kupata huu utajiri mkubwa hivi, alafu nipe mimi milioni 20? Bado hujasema mzee wangu. Hapa tunagawana pasu kwa pasu. Unasemaje wewe? Hebu nisikilize Rovina. Hizi mali ni za kwangu. Hizi mali ni urithi wangu. Wewe ulichokifanya kunisaidia ni kidogo tu, na ndio maana nakulipa. Na hata hiyo milioni 20 ni zaidi ya dhahabu ulizokuwa nazo. Kidogo. Hivi mimi bila mimi ungepata nini wewe? Hata zile nyaraka usingeweza kuzipata. Nisikilize, nimekwambia nitakulipa. Hebu usizidishe mambo kuwa makubwa basi. Hapo uso wa Rovina ulibadilika, tabasamu likatoweka, sauti yake ikawa ni nzito. Hebu nisikilize Prince. Usinichezee. Ukianza kunitibua, nitakuvuruga kila kitu. Kwa hiyo Rovina, mimi unanitisha, si ndio? Hapo Rovina hakurudi nyuma hata kidogo. Akaambia, sikiliza, cheti cha ndoa na ile barua ya mahakama vyote ni fake, na ushahidi wote ninao mimi. Sikiliza Rovina, mimi hunitishi kwa lolote lile. Yaani hunitishi. Naweza kuoa mwanamke mwingine na nikakamilisha hayo masharti vizuri tu. Naona hukusoma vizuri masharti ya wosia. Masharti yalisema wazi kabisa, ikiwa kutokea kuna udanganyifu wowote ule, mali zote zinataifishwa, zinaenda kwa watoto yatima au watu wenye uhitaji. Upo? Maneno hayo yalimpiga Prince kama vile radi. Alibaki kimya, akili yake ilianza kukimbia kwa kasi. Kwa mara nyingine tena alijikuta amekwama. Alipumua kwa nguvu, akihisi kuchoka ghafla, na kabla hata hajapata la kusema, mlango uligongwa kwa nguvu na kisha ulifunguliwa bila hata ya ruhusa. Mzee mmoja aliingia ndani akiwa na hasira ya kutisha usoni. Nyuma yake kulikuwa kuna vijana 4 waliokuwa na miili mikubwa na macho makali. Hewa ya chumba ilibadilika ghafla. Rovina alipogeuka na kumwona mzee huyo, alishtuka vibaya mno. "Baba," alisema kwa sauti iliyokatika. Prince aligeuka polepole, macho yake yakimkazia yule mzee. Mzee huyo hakumwangalia Rovina kwanza, alimtazama Prince kwa hasira kali mno, na kisha aligeuza kichwa kidogo kwa vijana wake akasema, "Mkamateni." Vijana wale walisogea mbele mara moja. Rovina alijua kama asipofanya jambo, yani mambo yanaweza kuwa ni mabaya zaidi. Haraka alisogea mbele, akapiga magoti mbele baba yake, huku akisema, "No baba, no, tafadhali usifanye hivyo." "Kaa kimya, mtoto mjinga sana wewe. Ulidhani sitakupata, sio? Manake adhabu yako kwa fedheha ulionisababishia utaipata nyumbani." Alisimama sekunde moja na kisha akaongeza kwa sauti ya baridi, "Kwa sasa huyu hawara yako atanitambua mimi ni nani." Vijana wale walikuwa karibu kumshika Prince, na hapo ndipo Rovina bila hata ya kufikiria alijikuta kiropoka. "Baba, sisi tumeshaoana tayari." Chumba kizima kiliganda, hata wale vijana walisimama. Mzee Bastien alimtazama binti yake kwa macho ya kushangaa. "Unasemaje binti yangu? Yaani umeolewa ama nimesikia vibaya?" alihoji mzee Bastien. Rovina aliendelea sasa kwa sauti iliyokuwa ina ujasiri wa kulazimisha, "Baba, Prince ni mume wangu, na hapa ndipo nyumbani kwetu." Sebule nzima ilijaa ukimya mzito uliokatizwa tu na pumzi za watu waliokuwa humo ndani. Kauli ya Rovina
ilikuwa imeacha athari ya moja kwa moja, yani kama bomu lililolipuka katikati ya chumba. Mzee Bastian alibaki amesimama pale, macho yake yakimwangalia Rovina kwa mshangao uliochanganyikana na hasira kali. Uso wake ulianza kubadilika taratibu, mishipa ya shingo ikionekana wazi kabisa. Akamwambia, "Unasema nini binti?" aliuliza tena mzee huyu kwa sauti ya chini lakini yenye mtetemeko wa hasira. Rovina hakurudi nyuma kwenye kauli yake. Baba, mimi nimesema ukweli. Tumeoana. Maneno hayo yalikuwa ni kama vile kuongeza mafuta kwenye moto. Hivi wewe una wazimu wewe, si ndio manake? Mzee Bastian alifoka ghafla, sauti yake ikijaa sebule nzima. Hivi unajua kwamba nini ulichokifanya? Mzee huyo, msikilizaji, alianza pale kutembea chumba hiki. Chumba kizima akawa anatembea yeye tu. Lakini hapo alikuwa na hasira, mikono yake ikitikisika. Hivi unazungumza upumbavu kama huu mbele yangu? Itakuwaje Stefan akilijua hili? Ina maana umesahau kama ulishatolewa mahali na kijana Stefan? Wakati huo Prince alikuwa yuko pembeni akitazama tukio hilo, ni kama mtu vile aliyeingia kwenye sinema isiyomhusu. Mzee Bastian alisogea kwa binti yake akaendelea kwa kusema, "Na sio hilo tu. Vipi kuhusu uhalifu ulioufanya?" Baba. Usiniite baba sasa. Ulichoma moto jengo la ofisi ya Stefan. Kila kitu kimeteketea. Stefan ameingia kwenye hasara kubwa sana, na kama ataamua kukufungulia kesi, wewe utawekwa ndani. Hakuna uwezo wa kulipa fidia hiyo. Na ndo maana nikakubali ofa yake ya kutaka kukuoa ili tumalize huu mzozo. Sasa lakini wewe nini ambacho umekifanya binti yangu? Ukaiba dhahabu zake, ukakimbilia huku Dar es Salaam. Sikufanya hivyo. Unajua umeacha hali gani nyumbani? Stefan anakuinda kila kona ya dunia, kila mahali anakutafuta. Siku si nyingi atajua tu uko hapa. Naam, mzee Bastian alishusha pumzi ndefu, macho yake yakibadilika kidogo na sasa ikionyesha hofu ya baba. Nisikilize binti yangu. Sihitaji kukupoteza binti yangu. Hiyo ndoa ulioifunga mimi siitambui. Mume wako kwenye maisha yako atakuwa Stefan tu. Hakuna mjadala kwenye hilo. Hapana baba. Mimi sikuchoma moto jengo lake. Unadhani mimi ni mjinga? Ni mchezo wake baba. Stefan anataka kunibambikia kesi ili anilazimishe kukubali kuolewa na yeye. Na kama ni fidia tutalipa. Mume wangu ni tajiri mkubwa. Kauli hiyo ilimfanya Prince ageuke ghafla na kisha akasema, wewe. Nani mume wako? Nani mume wako? Prince aliuliza kwa sauti kali. Rovina alimtazama bila hata kupepesa macho na kisha akasema, wewe hapo ni mume wangu. Prince alicheka kwa dharau na kisha akasogea mbele kidogo akasema, sikiliza vizuri. Matatizo yenu ya familia yenu mimi hayanihusu. Tokeni nyumbani kwangu. Na hiyo milioni 20 niliyokuahidi nitakutumia. Mhasibu wangu akija tu hiyo pesa nitakuingizia. Naam,
Maneno hayo yalipenya kama vile kisu. Uso wa Rovina ulibadilika ghafla, lakini aliyelipuka zaidi alikuwa ni mzee Basten. Wewe kijana wewe. Naongea na wewe kijana. Mzee huyu alifoka huku akimsogelea Prince kwa hasira kali. Macho yake yalikuwa ni mekundu, pumzi zake zikiwa, pumzi ilikuwa ni nzito kweli kweli. Nisikilize kwa umakini sana kijana. Binti yangu hajawahi kunidanganya. Ina maana lengo lako lilikuwa ni kumchezea tu binti yangu, sio maana yake kijana? Mzee Basten alijaribu kumsogelea zaidi, mkono wake ukiwa umeinuka kana kwamba yuko tayari kama anataka kumvamia, lakini ghafla uso wake ulipinda, mkono wake ulishika kifua, pumzi ikamkatika. Mzee huyo aliguna kwa maumivu makali, na ndipo alipoanguka chini na pale pale akapoteza fahamu. Taharuki kubwa ilitanda. Rovina alikimbia haraka. Baba, baba, aliita kwa hofu akipiga magoti pembeni yake. Mzee Basten hakuwa akijibu, macho yake yalikuwa yamefungwa, mwili wake haukuwa na nguvu. Atakuwa amepoteza fahamu, mmoja wa vijana alisema kwa haraka. Hali ilibadilika kwa sekunde chache tu. Hasira zote zilitoweka, zikachukuliwa na hofu nzito. Ilibidi zoezi la kumwaisha hospitalini lifanyike kwa haraka. Rovina pamoja na wale vijana waliokuja na baba yake walitoka huku wakimwacha Princess Ebleni akiwatazama tu. Baada ya kuona wameondoka, Prince alitoa simu yake akampigia rafiki yake Joe, ambaye alifika pale baada ya dakika 40 tu kupita. Hii. Oya kaka. Bwana. Oya. Sio poa. Hivi mwanangu naota? Ama kweli? Yaani unataka kuniambia mwanangu, oya hii nyumba yako mwanangu? Aliuliza hilo swali Joe. Lakini Prince akasema, bro, yaani unavyoshangaa wewe. Na hata mwenye nashangaa hivyo hivyo mzee wangu. Lakini ukweli ndio huo, kwa sasa mimi ndo mmiliki wa hii mali. Oya huyo Mwarabu wako mwanangu kivurugi yupo wapi? Mbona sijamuona? Unamaanisha nani Rovina? Nani tena mwingine kama sio mwanangu? Huyo demu simuelewi kabisa mwanangu, japo kanisaidia kupata hizo mali. Oya yuko wapi umanzi? Nimemfukuza na na hakika hataweza kurudi. Oya unasemaje? Mwanangu mbona unafeli sana mwanangu? Kwa nini nafeli? Yaani pisi kama ile mwanangu umefukuza bila kuichapa. Mzee mbona unaniangusha mwanangu? Sikiliza Joe, sio kila demo kupita naye mzee. Mademu wengine vimeo tu. Mimi ndo nilikuwa naye muda wote. Namjua vizuri. Alafu kwanza, hebu twende tukaone hizo sheli mwanangu nilizopewa. Na pia nataka kuonana na meneja pia wa hizo sheli. Naam, kweli walitoka nje ambapo walichukua bajaji mpaka kwenye ofisi za sheli ambazo walikuwa wamekabidhiwa. Waliweza kukutana pale na meneja ambaye alionekana kuwa na uso wa mashaka kidogo. Sasa Prince akauliza, vipi meneja, kwani kuna tatizo? Ndio boss, tatizo lipo. Kimsingi ni kwamba kabla hizi sheli za mafuta zijawa chini ya umiliki wako, zilikuwa ni sehemu ya mali za Mr. Muye. Na kwa bahati mbaya, mtoto wa Mr. Muye Omondi alichukua mkopo mkubwa sana benki, akiweka dhamana hizi sheli. Sasa deni ni kubwa na inaonekana hana mpango wa kulipa. Kauli hii ya meneja ilimshtua sana Prince. Akasema, unasemaje meneja? Kwa una maana gani kutamka hayo maneno? Yaani maana yangu ni kwamba kama deni lisipolipwa, benki itataifisha sheli zote kwa kuzipiga mnada ili kuweza kufidia pesa yao. Sikiliza meneja, hapana bwana. Hizi sheli mimi ni mali yangu, na kwa nini zitumike kulipa deni? Alafu kwanza mbona wakili Dabaru hakuniambia hilo wakati ananipatia umiliki? Sio mimi tu boss. Hata yeye pia alikuwa hajui hilo. Sote tumejua hilo leo mchana, na hivi tunavyoongea yupo anafanya mazungumzo na benki iliyotoa mkopo. Prince alichoka hoi. Mali alizokuwa anategemea kumpa maisha ya kitajiri, na sasa zilikuwa ziko hatarini kuyeyuka kama plastiki ndani ya moto. Okay, sawa meneja, nimekuelewa. Hebu hakikisha unafuatilia hili swala. Nahitaji taarifa inayoeleweka bwana. Usijali boss. Bado kuna vifungu vya sheria ambavyo tunaweza kuvitumia kuzuia hizi sheri zisipigwe mnada. Meneja aliposema hivyo,
Prince na Joe baada ya kuzungumza vile waliondoka pale kwenye zile ofisi ambapo Joe yeye alirejea nyumbani kwao, huku Prince aliamua kurudi kwenye lile jumba lake la Mbezi. Alipokaribia alishangaa alichokuwa amekiona. Kwa mbali ni kama ndani ya jumba hilo kulikuwa kuna sherehe inaendelea. Ilibidi kwanza afike getini, akaona geti pale likiwa limepambwa. Maua ya rangi mbalimbali yalikuwa yamepangwa kwa ustadi. Taa ndogo ndogo za rangi zilikuwa zinametameta kama nyota. Mpaka mwenye akajiuliza nini tena kinachokiona. Yaani aliguna kwa mshangao, alishuka kwenye bajaji taratibu, macho yake yakizunguka huku na kule. Mziki wa chini chini ulisikika kutoka ndani ya jumba lile. Sauti za watu wakiongea na kucheka zilikuwa zikichanganyika na upepo wa bahari. Prince alipita getini na kisha akaanza kupiga hatua kuelekea mlangoni, lakini kila hatua aliyokuwa anaipiga moyo wake ulizidi kupiga kwa nguvu. Alipofika kwenye lango la kuingilia ndani, kwanza alisimama kwa sekunde moja, kisha aliushika mlango na akaanza kufungua polepole. Ndani kulikuwa kuna kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika, wengine wamekaa, wengine wamesimama, wote wakiwa na furaha usoni, yani kana kwamba kuna tukio la kusherehekea. Na katikati yao alikuwa Rovina, lakini si Rovina yule aliyemzoea. Huyu alikuwa ni wa utofauti kabisa. Alikuwa amevalia gauni lililomkaa mwilini kwa ustadi, likionyesha umbo lake kwa heshima na mvuto. Nywele zake zilizopangwa kwa ustadi zilimfanya aonekane kama malkia. Uso wake ulikuwa na tabasamu lenye mwanga, macho yake kimetameta kwa furaha. Kwa sekunde chache Prince alisahau mpaka kupumua. Rovina alipomwona tu alitabasamu kwa upendo wa wazi kabisa, akamwambia, karibu mume wangu, alisema kwa sauti laini iliyojaa joto. Ukumbi mzima uligeuka kumtazama Prince. Ona mume wangu, tuna ugeni leo, Rovina aliendelea kusema. Familia yangu imekuja kututembelea. Prince alibaki pale pale mlangoni, ni kama mtu alipigwa na butwa. Aligeuza macho yake polepole akitazama watu waliokuwa pale. Wanaume, wanawake, wazee, wote wakimwangalia kwa furaha, yani kana kwamba wanamjua tayari. Hakujua aanze kusema nini, hakujua hata afanye nini, lakini kabla hajapata nafasi ya kufungua mdomo, bibi mmoja alisimama kutoka kwenye kiti chake. Alikuwa ni mzee wa heshima, uso wake ukiwa umejaa hekima na utulivu. Alitembea taratibu kumfuata Prince, huku kila hatua yake ikiwa na uzito wa miaka mingi ya maisha. Prince alibaki amesimama tu. Bibi yule alifika mbele yake bila kusema neno. Kwanza alianza kumfanyia ishara za kiasili, mikono yake ikisogea juu ya kichwa cha Prince, yani kama mtu anayebariki au kupokea mgeni kwa taratibu za kimila. Ukumbi mzima ulikuwa uko kimya, na kisha bibi huyo alisema kwa sauti yenye utulivu lakini yenye mvuto mkubwa, ingawa umemwoa mjukuu wangu kimya kimya, nafsi yangu inaniambia wewe ni mume sahihi kwa huyu mjukuu wangu. Maneno yale yalikuwa ni laini, lakini alipenya moja kwa moja ndani ya moyo wa Prince. Hakujua ni kwa nini, lakini alihisi kitu kikibadilika ndani yake. Upole wa sauti yule bibi, uzito wa maneno yake na namna alivyozungumza bila hata ya mashaka vilifanya Prince ajisikie tofauti. Alijikuta kitabasamu bila hata ya kulazimisha. Bila kufikiria, alikuwa na tabasamu tu, ni kama mtu aliyepuliziwa dawa ya utulivu. Alipojaribu kufikiria, akili yake haikufanya kazi kama kawaida. Macho yake yalirudi kwa Rovina ambaye bado alikuwa anamtazama, huku tabasamu lake likiwa lina kitu cha kipekee, mchanganyiko wa ushindi, mapenzi na siri nzito. Alisogea karibu naye polepole na kisha bila kuuliza ruhusa alimshika mkono. Prince hakuuondoa ule mkono Rovina, hata hakujaribu kufanya hiko kitu. Rovina akamwambia njoo. Rovina alisema kwa sauti ya chini na laini kama upepo wa bahari. Prince alifuata tu. Walipita katikati ya ile familia, watu wakitabasamu, wengine wakinong'ona kwa furaha. Kulikuwa kuna hali ya kumkubali tayari, kana kwamba alikuwa ni sehemu yao tangu zamani. Lakini Prince alikuwa kama anaelea hivi, hakujua anachokifanya, hakujua anaenda wapi. Alikuwa anamfuata tu Rovina. Baada ya kupanda tu ngazi, hatimaye walifika kwenye chumba kimoja kikubwa. Rovina alifungua mlango, wakaingia ndani na kisha akaufunga taratibu. Ukimya ulitanda, tofauti kabisa na kelele za nje. Prince alisimama katikati ya chumba, bado akimtazama Rovina. Alijaribu kusema kitu lakini maneno hayakutoka. Rovina alimsogelea polepole, macho yake yakiwa yamebadilika tena, na sasa hayakuwa ya mzaha wala mchezo, yalikuwa ni ya kina, macho ya hatari na ya kuvuta. Prince alimeza mate polepole. Kwa mara nyingine tena alijikuta yuko ndani ya mchezo ambao hakuuelewa, na kwa mara ya kwanza hakuwa na uhakika kama anataka kutoka. Umependa muonekano wa hiki chumba? Aliuliza Rovina kwa sauti ya upole. Prince alibaki tu kimya.
Rovina alisogea karibu zaidi, hatua zake zikiwa ziko za utaratibu, kana kwamba anaogopa kuvunja hali ile. Hiki ndicho kitakachokuwa chumba chetu, mahali ambapo tutaanza maisha yetu kama wanandoa. Alisimama mbele yake sasa, macho yake yakimtazama kwa kina, kana kwamba anajaribu kusoma hisia zake. Lakini kabla hata hajamaliza kusema, Prince alimsukuma Rovina pembeni kwa nguvu. Rovina alishtuka kidogo, akirudi hatua moja nyuma, na ndipo Prince akasema, hivi wewe unajiona nani? Nakuuliza, wewe unajiona nani, wewe mwanamke? Prince alifoka ghafla, sauti yake kijaa hasira, uso wake ulikuwa umebadilika kabisa. Nataka kujua nani amekupa ruhusa ya kuleta familia yako nyumbani kwangu? Mimi na wewe wala sio wanandoa wa kweli. Rovina, vipi? Rovina alibaki kimya kwa sekunde chache, macho yakianza kubadilika. Hivi unawezaje kuanza kufanya ujinga kama huu? Unadhani kwamba mimi ni mjinga, ya kwamba nitaamua tu kuwa na wewe kama mke wa kweli? Mali zangu hazikuhusu Rovina. Kama umejileta na familia yako hapa ukidhani ya kwamba utaishi na mimi na familia yako, hilo sahau. Toka nje. Kawaambie familia yako waondoke, sitaki kuwaona. Naam, msikilizaji, sasa itakuwaje? Kuna mahaba kweli hapa? Ndiyo, kulikuwa kuna mahaba ya kuigiza, lakini sasa kinachokwenda kutokea ni nini? Ni moto. Patamu hapo. Hivyo usikose katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya pili, mzigo huu mtamu wa kuitwa Rovina. Dia Rovina kutoka kwake Saidi Jayara. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Bye bye kwa sasa.